Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu ambazo tutakazozungumzia leo tariki 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, tutazungumzia kabisa kuhusu kuwasili kwa tume kubwa kabisa kutoka pale mjini Kinshasa, ambaye simamiwa naye Ministre National de la Défense pamoja na Chef d'Etat Major wa Armée ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambao wamewasili katika mji wa Uvira tariki 24 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tutazungumzia pia kuhusu audio ambayo iliyorushwa naye James Fieka Adui, yaleta kabisa hali ya wasiwasi katika mji wa Uvira, na tayari habari ambazo tunazo zimetaja kuwa amealikwa kwenye ofisi ya Etat Major ya FARDC ili kwenda kujieleza kuhusu audio ambayo aliyoituma. Na kuhusu vuguvugu la kiraia ambalo limeandaa kongamano na waandishi wa habari katika hali ya kuzungumza kuhusu usalama mdogo ambao unaoendelea kujiri katika mji wa Uvira. Vuguvugu la machozi la raia lapata nafasi ya kukutana na waandishi wa habari katika mji wa Uvira hii siku ya Mungu ya tariki 24 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tutakwenda kujua mengi zaidi yale ambayo waliozungumzia, na pia kuhusu mapambano makali ambayo iliyoripotiwa tariki 24 huko maeneo ya Rubaya. Kwa sasa M23 yalalama na kutoa tangazo kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakiuka makubaliano ya huko Doha. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze na habari zetu za hapa mjini Uvira. Tume kubwa kabambi kutoka pale mjini Kinshasa yaweza kupokelewa kwenye boda ya Kavimvira. Tume hiyo ikiundwa na Ministre National de la Défense pamoja na Chef d'Etat Major wa Armée ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hawa waliweza kupokelewa kwenye mpaka wa Kavimvira wakiwa na delegation kubwa wakitokea huko katika nchi ya Burundi. Hawa walipokelewa kwenye boda la Kavimvira wakiwa viongozi mbalimbali wa kiserikali pamoja na wale wanaohusika na ngazi za uchunguzi ama ANR, ambao walipata nafasi wa kuweza kumpokea na kuweza kujielekeza moja kwa moja katika mji wa Uvira. Msafara wake ulitokea kwenye boda la Kavimvira hadi kwenye ofisi ya Etat Major ya Uvira, ambapo alipata nafasi ya kuweza kukagua namna gani viongozi wanavyoendelea kutumika katika mji wa Uvira. Alipata nafasi ya kukutanana na delegation pamoja na viongozi wa kijeshi katika mji wa Uvira. Hawa waliweza kuzungumza kisiri, ambapo sisi watangazaji hatukupata nafasi ya kuweza kuingia ndani ya ukumbi huo ili kushuhudia kile ambacho walichokizungumza. Mpaka sasa hatujajua sababu ya kuwasili hapa mjini Uvira tume hiyo kabambe ambayo inaundwa na Ministre National de la Défense pamoja na Chef d'Etat Major wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo walipata nafasi ya kutembelea sehemu mbalimbali. Tulipojaribu kuzungumza naye, alitaja kuwa bado misheni yake haijakamilika ili apate nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari, na kuomba uweze kushuhudia namna gani msafara wake ulivyotoka kwenye boda ya Kavimvira na jinsi alivyopokelewa na wanawake wa maskari katika mji wa Uvira.
Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia, tuzungumzie kuhusu vuguvugu la kiraia ambalo liliweza kuandaa mazungumzo na waandishi wa habari katika mji wa Uvira. Uweza kujua kile ambacho chanzo na sababu cha kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, na kuomba uweze kusikiliza kile ambacho tulichokiandaa. Jambo wahariri, jambo raia wote wa Uvira. Sisi vuguvugu la kiraia machozi ya raia tunakuja waambia kama leo tunaanza kampeni yetu ya kuhamasisha raia juu ya usalama, ambayo hiyo kampeni tunaita kampeni ambayo inaitiwa Amani Kwetu. Hiyo kampeni tunaiona tuifanye kwa kufatana na visa ambavyo viko vinaendelea kufanyika hapa tarafa la Uvira na kando kando ya mji wa Uvira, na hususan tunasikia kila siku kuko usalama mdogo, tunasikia kuko watu wiko napigwa masasi kiolela, tunasikia mamenanse ziko zinafanyika, tunasikia makasho ambazo watu wiko wanafungana kinyume na sheria. Tunasikia wenzetu wa journaliste kila siku kwa mamenanse ambazo weko wanapata ndani ya mitandao ya watu kutaka kuwafunga. Tunasikia usi visa vya wizi viko endelea kufanyika ndani ya makata. Tunaona leo tusikae kimya sisi kama mashirika za kiraia, hususan vuguvugu la kiraia machozi ya raia, na vile vile tuliona tufanye kampeni kufatana na plene ya Ruzizi ambapo waasi wa M23 walikuwa. Utagundua kama kulikuwa vitu mabomu nyingi sana viliachika ndani ya pori, vingine vikaashika kwa mashamba. Sisi tunaona kama tuifanye kampeni ili tuendelee tunaimasisha raia juu ya hivyo vitu ambavyo vinapatikana, hiyo vitu vya kuripuka, kuonesha watu kama watakiwi kukua na gusa hivyo vitu, lakini juu ya kuepusha vile vile watu ambao wanahusika sana hivyo vitu ni wamama ambao wanaenda kwa mashamba na watoto ambao wanacheza mumakata. Na vile vile tunaona tufanye kampeni ajili ya wandugu zetu wazalendo. Tunakiwa gundua kama kuko wamoja kati ya wandugu zetu wazalendo, kuna wale wamoja, sio wote, wamoja ambao waheshimu haki za kibinadamu. Kuko wamoja ambao hawana ile hawajui ile esprit, hawana ile esprit ya kimilitaire. Ndio tunaona tunaanza kuhamasisha wakuwa wanaheshimia haki za kibinadamu, wamoja ambao waheshimii, na kuhamasisha tena sana tuangalie gisi tutatia usalama wetu. Lakini hii sensibilisation yetu lakini tena tutaifanyia kwa viongozi ambao wanatuongoza, kukolabore nao tena sana na kupanga nao mbinu ambazo tutafanya ili tulinde mji wetu wa Uvira. Na hiyo kampanya yetu ya sensibilisation tuliona tuifanye hapa Uvira na muplene ya Ruzizi. Lakini hiyo kampanya yetu ya sensibilisation itaonesha kwa ulimwengu na mbinu zetu tunafanya ile kampeni ili baada ya ile siku 13 kuanzia leo dimanche, apres siku 13 tusikie Uvira hali inakuwa tulivu. Njo mission yetu ambayo tuko nayo ya kuifanya katika hiyo kampeni ambayo tumelancer leo na itaisha paka mercredi le 24 juin. Na washukuru sana. Na tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie kuhusu audio ambayo iliyotumwa naye mzalendo James Fieka Adui. Audio hiyo yaleta taharuki katika mji wa Uvira. Utajua kwamba James Fieka Adui tayari kibarua kimeagizwa kwake aweze kujiripoti kwa FARDC ili aweze kuzungumza yale aliyozungumza kwenye audio ambayo yamekuwa kama vile ni kushawishi wazalendo wengine. Katika audio yote ambayo iliyopita kupitia televisheni yako ulipata kujua kile ambacho alichokizungumza. Tulijaribu kupitia njia ya simu
kumtafuta James adui na kujua kibarua hicho ambacho kilichomlenga ataripoti wakati gani, mpaka sasa bila mafanikio. Na moja kwa moja tumalizie na habari zetu za huko Rubaya baada tu ya mapambano makali ambayo iliyoripotiwa tariki 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa sasa M23 yalalama na kutadai kuwa FARDC pamoja na wazalendo wanakeuka makubaliano ambayo iliyosainiwa huko Doha, huku wakitaja kuwa kupitia kibarua chao wametaja kuwa waliweza kuondoka katika mji wa Uvira, tarafa la Uvira, Sange, Luberizi, maeneo ya Lemera na nafasi nyingine hata pale Luvunge, ili kuendelesha makubaliano ambayo iliyosainiwa huko maeneo ya Doha. Wametaja kushambuliwa na drone pamoja na milio ya risasi nzito ambayo iliyorushwa na askari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo katika wilaya ya Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini. Wakati huo ikiwa mapambano yanaendelea katika maeneo mbalimbali. Tukujuze kuwa mapigano makali ambayo iliyosikika huko maeneo ya Rubaya imepatia wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nafasi kubwa pamoja na wazalendo, kwa kuwa walikuwa tayari wameshika vijiji kadhaa vya maeneo ya huko Rubaya. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina na kutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini. Thank you.